naitwa Profesa Isaya Jairo, ni mkuu wa chuo cha kodi ambacho kiko chini ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji na tathmini ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Tuko hapa kuzindua kamati hii ambayo mimi ni mwenyekiti, na ili kuweza kupata uelewa mzuri wa majukumu ya kamati hii pamoja na kitengo kinachohusika na monitoring and evaluation ndani ya mamlaka. Tumewaalika pia mkurugenzi wa ufuatiliaji na tathmini wa Wizara ya Fedha ambako Mamlaka ya Mapato iko chini ya wizara hiyo, lakini pia tumemwalika mkurugenzi wa ufuatiliaji na tathmini kutoka ofisi ya Waziri Mkuu ili waweze kutoa miongozo ya kitaifa ambayo kamati hii ya ufuatiliaji na tathmini ya mamlaka inatakiwa izingatie miongozo hiyo ya kitaifa. Kwa kweli tunashukuru, wametupa uelewa mzuri wa nini maana ya ufuatiliaji na nini maana ya tathmini na umuhimu wa majukumu hayo katika taasisi ya mapato, katika kuhakikisha kwamba Mamlaka ya Mapato inafikia malengo yake ya kukusanya kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kwa hiyo tumeona kwamba monitoring and evaluation sio tu jukumu la kitengo wala sio jukumu la idara hii ya tafiti na mipango, lakini ni jukumu la kila idara, jukumu la kila kitengo, ni jukumu la kila mkuu wa idara, na ni jukumu la taasisi kwa ujumla, ni jukumu la kila mfanyakazi wa Mamlaka ya Mapato. Kwa hiyo uelewa huu tumeupata, utatusaidia katika kuendesha kamati yetu ambayo tumeanza leo, tutafanya mpaka kesho, na tutakuwa tukiendelea na kuangalia taarifa zinazotoka kwenye kitengo cha monitoring and evaluation kila robo na kuziboresha kabla ya kuzipeleka kwenye management ya Mamlaka ya Mapato, na hatimaye management itaweza kuwasilisha taarifa hizi kwenye bodi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa majina naitwa Teresia Henjewele, mimi ni mkurugenzi wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini kutoka Wizara ya Fedha. Tuko hapa leo katika kuzindua kamati ya ufuatiliaji na tathmini ambayo Mamlaka ya Mapato Tanzania imeianzisha katika kusimamia masuala yote na majukumu yote ya ufuatiliaji na tathmini. Sisi kama Wizara ya Fedha tunazisimamia hizi taasisi za ambazo ziko chini ya wizara katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa mfano kama kwa TRA, katika utekelezaji wa zile KPIs zao, National Priority Areas, ambazo wanazitekeleza zaidi ukilinganisha na jukumu lao la ukusanyaji wa mapato. Sasa hii kamati sasa itasaidia zaidi katika kupitia hizo taarifa, hizo takwimu ambazo TRA inakusanya hayo mapato na inawasilisha kwenye kamati, kuanzia kwenye hivyo vitengo vya ufuatiliaji na tathmini ambayo inachakata hizo taarifa, then inaenda kwenye hizi kamati kabla ya kuwasilisha kwenye management, na then wanafika kwenye management ili taarifa hizo sasa ziweze kuwa za uhakika, ambazo ziweze kuwa zenye uwasilishaji wenye uhakika katika ukusanyaji wa mapato kama jukumu lao kubwa kama Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hiyo tumefarijika sana na jukumu hili ambalo Mamlaka ya Mapato Tanzania imeamua kuifanya, ya kuanzisha hii kamati muhimu katika haya masuala ya ufuatiliaji na tathmini ili kuimarisha mfumo mzima wa ufuatiliaji na tathmini katika taasisi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Jina langu ni Sakina Mwenye Mkuu, ni mkurugenzi wa idara ya ufuatiliaji na tathmini ya utendaji wa serikali, ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Tupo kwa ajili ya kuzindua kamati ya ufuatiliaji na tathmini ya wenzetu wa Tanzania Revenue Authority. Kwanza niwapongeze sana kwa hatua hii, kwa
sababu ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na katika miongozo mbalimbali ya ufuatiliaji na tathmini serikalini, ambapo imewataka taasisi zote za umma katika kuimarisha eneo hili la M&E kuwe na champions na kuwe na kamati ambazo zinaweza zikasimamia ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa intervention zote ndani ya taasisi. Kwa hiyo kwanza ni wapongeze, lakini pia utekelezaji huu utawezesha TRA, kwa sababu tunafahamu TRA role yake kubwa ni ukusanyaji wa mapato, na mapato yasipopatikana ina maana kuna ugumu wa utekelezaji pia wa malengo yetu ya kitaifa. Hasa sasa hivi tunajua tumeshazindua dira yetu ya 2050, inahitaji resources za kutosha. Sasa taasisi kama TRA ni mdau namba moja wa kuwezesha utekelezaji wa malengo haya makubwa na maono makubwa ya nchi yetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba kamati hii ambayo sasa imeundwa rasmi ndani ya TRA itaimarisha kazi nzima ya ukusanyaji wa mapato, lakini pia kuwezesha nchi yetu ya Tanzania kuweza kutekeleza dira, kutekeleza malengo ya miaka 5 ambayo tunajiwekea, lakini pia kuwezesha maisha bora kwa wananchi, ambayo ndio kiu kubwa ya kufanikisha dira hii, kuwafanya wananchi waweze kufaidika na matunda na ulipaji kodi wao kwa ajili ya kuimarisha shughuli za utendaji wa serikali kwa ujumla. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.